بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Rajab mwaka wa 1438, tumebakisha takriban mwezi mmoja peke yake, Allah akitupa uhai na uzima, kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na yafahamika kwa kila Muislamu kwa mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ibada ya saum. Na mara nyingi tukumbushana kuwa ni wajibu juu ya Muislamu kabla ya kuifanya ibada yoyote, mwanzo aisome ile ibada na kuifahamu. Akishaifahamu ile ibada, ndipo atakapoweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, akiwa na ilmu na kile anachokifanya katika ibada yake. Ama akifanya ibada bila ilmu, basi kuharibu kwake kutakuwa ni zaidi kuliko kupatia. Na kwa sababu hiyo biidhnillah ta'ala, kuanzia darasa yetu ya leo ya baada salati al-fajr ya siku ya Jumatano na Alhamisi, tutakuwa tukizungumzia ahkam zinazofungamana na ibada ya saum. Na kitabu tutakachokisoma ni Ithaful Anam bisharhi ahadithi ahkam wa adab as-siyam, na ni sharh ambao nimeiandika mwenyewe kutoka katika kitabu cha Sheikh Abdullah al-Fawzan, ambaye alikusanya ahadith zinazofungamana na ahkam na adab as-siyam. Kile nilichokifanya ni kunukuu maneno ya wanawavyuoni katika kusherehesha ahadith hizi. Moja kwa moja tutaingia katika utangulizi na mwanzo wa hii risala. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-sawmu lughatan wa shar'an. Jambo la kwanza kabisa ni kuifahamu hii saumu katika lugha na sheria yaeleza vipi ni nini saumu. As-sawmu lughatan al-imsaku 'an ash-shay'i wa tarku lahu. Saum katika lugha ni mtu kujizuia kutokamana na chochote kile, akakiwacha kile kitu. Kule kujizuia na kukiwacha ni saum. Wa qila lis-sa'imi صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. na yule anayefunga huitwa amefunga kwa sababu amejizuia kutokamana na kula na kunywa na tendo la ndoa, bali na mingineo katika yale ambayo ni yenye kumfuturisha mwenye kufunga. ويطلق الصوم ويراد به الصمت. pia saum utajwa ikakusudiwa mtu kunyamaza,
كما قال تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maryam aliwaambia watu wake, nimemwekea nadhiri Mola wangu ya saumu, kwa hivyo simzungumzishi yoyote. Ikaitwa ni saumu, kule kujizuia kuzungumza. Qala Abu Ubaida kullu mumsikin an ta'amin au kalamin au sayrin fahuwa saim. Katika lugha ya Kiarabu, kila anayejizuia kutokamana na kula, kutokamana na kuzungumza, kutokamana na mwendo, huyo ambiwa amefunga, amejizuia jambo fulani. Wasawam alkathiru as-sawm, mtu akiitwa as-sawam ni mwingi wa kufunga. Wasaimu man marasa as-sawm, saim ni yule aliyefunga. Wenda kama amefunga siku moja anaitwa saim. Hii ni katika lugha. Wa shar'an, na katika sheria saumu nini? At-ta'abbudu lillah bilimtina'i 'anil muftirat من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. التعبد لله بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. صوم katika sheria ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo cha kujizuia kutokamana na vinavyofuturisha, kuanzia kupambauka kwa alfajiri ya ukweli mpaka kutua kwa jua, na kitendo hiki kiwe kitafanywa na nia ya hii saumu. قيدنا ذلك بالتعبد ليخرج من كان قصده بالصوم الحمية ولا يريد التعبد لله، كما يوجد أن بعض الكفار يصوم حفاظا على صحته فهذا ليس له في الآخرة من خلاق. na hapa katika taarifu tumetaja kuwa ni at-ta'abbudu lillah, ni kuwa mtu afanye kitendo hiki akiwa amwabudu Mola wake, ni ibada iweifanya, ili itoke wale ambao wamejizuia na vinavyofuturisha, lakini makusudio yao si ibada. Makusudio yao ni kupunguza kula kwa ajili ya afya yao. Wapo katika makafiri ambao hujizuia kutokamana na kula na kunywa kwa mfano siku nzima, lakini malengo yake nini? Ni afya yake na siha yake, ajua kuwa ndani yake kuna siha. Huyu hana chochote kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo lipo kwa kufaru. Wapo baadhi ya makafiri ambao hujizuia wao kutokamana na kula na kunywa mpaka jioni. Wafanya hili kwa nia ya kutengeza afya yao, wala sio nia ya ibada. Kwa hivyo sisi tukisema at-ta'abbudu lillah, hawa wameondoka. وقيدناه بالفجر الصادق ليخرج الفجر الكاذب الذي لا يحرم فيه الطعام، لأن الفجر فجران: فجر صادق وهو الذي انتشر ضوءه في المشرق وعلى قمم الجبال وهو المستطير، والكاذب وهو الضوء العمودي في السماء. na hapa tumetaja alfajiri, lakini tukasema alfajiri ya ukweli ili iondoke alfajiri ya uongo, ambayo si haramu katika alfajiri hiyo ya uongo kwa mtu kula na kunywa na kufanya vinginevyo katika vinafuturisha vya halali na mubah.
kwa sababu alfajiri ziko mbili. Kuna fajrun sadiq, alfajiri ya ukweli, وهو الذي انتشر ضوءه في المشرق وعلى قمم الجبال وهو المستطير. na hii ni ile alfajiri ambayo mwanga wake huenea upande wa mashariki na katika vilele vya majabali, nuru ambayo huenea kulia na kushoto, mstatili, kama hii mnayoiona sasa. Kila kukisonga mbele kwa zidi kufanya nini? Kung'ara mpaka jua litakapotoka. na kuna fajr kadhib, alfajiri ambayo ni ya uongo, si ya kweli. وهو الضوء العمودي في السماء, ni mwanga ambao hutokea ukawa ni mrefu mbinguni, na ili ukichunguza utaliona. Katoka mwanga hivi ghafla ukafikiria alfajiri imeingia, ndio hii ikaitwa kadhib, ni kama ya kudanganya kwa alfajiri ishaingia, lakini haipanuki kulia na kushoto. Nuru yake huwa ni moja kwa moja juu mbinguni, kisha hupotea, kisha ndio ikaja alfajr as-sadiq. Sasa alfajiri ile ya kwanza ambayo ni kadhib haimharamishii mtu kutokamana na kula na kunywa, bali ataendelea kufanya vitendo hivi ambavyo ni mubah mpaka itakapotokea alfajr as-sadiq. hii ni taarif ya saum. مسألة في بيان متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة. نليني إلي فرضيشوا صوم يا رمضان جويه أمة. صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. صوت تفهمكوا صوم يا mwezi wa Ramadhani ni mojawapo wa nguzo za Uislamu na ni faradhi katika faradhi walizofaradhishiwa umma huu bilkitab, kwa aya katika Qur'an, kama qala ta'ala au kama fi qawli ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum لعلكم تتقون. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتب على من قبلنا من الأمم. الله سبحانه وتعالى ametaja katika hii aya tukufu kuwa amefaradhisha ibada ya funga ya saum juu ya huu umma kama alivyoifaradhisha kwa umma wale waliopita. wa kutiba bimaana furida, neno kutiba maana yake ni furida, imefaradhishwa juu yenu saum. فالصيام مفروض على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. صوم imefaradhishwa juu ya huu umma na umma waliopita wote. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية, هذه wanavyuoni wasema katika kuifasiri hii aya, عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر. ibada ya saum ilifaradhishwa kwa mitume wote, ingawa saumu zatofautiana namna ya kuzitekeleza, lakini ibada ya funga ilifaradhishwa kwa mitume wote kuanzia Adam mpaka mwisho ambao ni ummati Muhammad. Watu wote walifaradhishiwa somo. وقد ذكر الله ذلك, na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelitaja katika kitabu chake, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Hivyo hapa waingia wote waliopita.
لأن الشيء الشاق إذا عم سهل فعله على النفوس. kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja faradhi ya saum aliwakumbusha huu umma kuwa hii faradhi si yenu nyinyi tu, kuwa na wale kabla yenu pia walifaradhishiwa? Kwa sababu jambo lolote zito ikiwa limeenea basi huwa ni sahali kulifanya. Sababu isije wakasema kuwa mbona sisi tu ndio tofaradhishiwa saumu na ina uzito, si nyinyi peke yenu bali wote waliopita kabla yenu tuliwafaradhishia ibada ya saumu. Kwa mtu akishaona namna hiyo akasema kumbe tuko wengi, kwa hivyo tuko wengi tumefaradhishwa hii, haina neno. Na siku zote balaa ikija ikiwapata watu wengi huwa kidogo ina nafuu, lakini ikimpata mtu mmoja peke yake waiwaona uzito sana katika lile jambo. Sasa hili jambo zito la saum Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha huu umma kuwa alilifaradhisha katika umma pia waliopita. Fasiyamu idhan fariidatun ala jami'il umam wa in ikhtalafat kayfiyatuhu wa waqtuhu. Saum ni faradhi kwa umma wote waliopita, likiwa hii saum, ingawa kuna tofauti katika kuitekeleza ile saum na wakati wake. وقوله تعالى لعلكم تتقون أي بسبب الصوم ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa sababu ya ibada ya saum. فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. صوم ni sababu ya mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndani yake kuna kuishinda nafsi kwa nguvu, kwa kuvunja yale matamanio ya nafsi. Nafsi yataka kula, yataka kunywa, lakini ukaizuia wewe kutokamana na haya, na hii yazalisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. والسنة كذلك فرضيش كتك سنة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. Uislamu umejengwa na nguzo 5. Katika nguzo alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga katika mwezi wa Ramadhani, na hii ni dalili ya wazi ya uwajibu wa saum. Wal ijma', bali kuna ijma' katika suala hili kuwa ni faradhi. قال ابن حزم اتفقوا على أن الصيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ فرض. واتفاق يا وإسلام kuwa kufunga katika mchana wa Ramadhani kwa mtu ambaye ni sahih, bimaana hana maradhi, tena muqim, yani si msafiri, al-aqil, mwenye akili timamu, al-baligh, ambaye shabalighi, fardun, ni faradhi juu yake. وفي الشرح الكبير مع الإنصاف أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان. نيدين جامبا مبالا فهميكا وإجماع يو إسلام كواني واجب كفونغ موزي ورمضان. وللصيام فوائد، نصوم إن فايدة nyingi sana ndani yake. Minha, tataja baadhi ya hizi faida. الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. jambo la kwanza katika mtu kutekeleza ibada ya saum ni kuwa ameitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tosheleza, hii ni faida kubwa kuwa mtu ameitikia
amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika al-ityanu bi ruknin min arkani al-islam, mtu kutekeleza som ni kuwa ametekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Pia katika faida at-takhalluqu bis-sabri, mtu kujipamba na tabia ya subra. Anayefunga mara nyingi huwa apambika na tabia ya subra, sababu ikiwa ameweza kusubiria vitu ambavyo aviona mbele yake ni mubah, lakini amekatazwa akasubiria, polepole yamjenga katika nafsi yake tabia ya kuwa na nini, na subra. Na pia amekatazwa akiwa amefunga mtu akamtusi kama tutakavyoona mbele, au akamfanyia ubaya, kumlipa pale pale, sema inni saim, sasa mimi mmefunga. Na hii pia yamuandaa katika kuwa na nini, na subra. Ingine taqwa Allah ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii iko wazi katika aya la'allakum tattaqun. pia katika fawaid al-ajru al-azim al-murattab ala siyam, ajri kubwa inayopatikana kwa mtu anapofunga. kadhalika ma'rifatu qadri an-ni'am ala al-'abd, mja kujua kadri ya neema Allah aliyompa. Kwa yule ambaye ana uwezo, hakuna siku ambayo atajua njaa ni kitu gani, kwa sababu ana uwezo. Alhamdulillah, asubuhi wala pengine ghadai wala na usiku pia yuwala mara 3, na wengine hula zaidi ya hivyo, hula asubuhi chai ya saa 4, kisha al-ghada, kisha saa 10 ana chai ya saa 10, kisha magharibi aonje, kisha kitoka isha ali-asha, hula zaidi ya mara 5 wengine. Sasa huyu lini atafahamu njaa ni kitu gani, ili amfahamu yule asiyekuwa na uwezo? Na atatambua vipi kuwa Allah amemneemesha ikiwa haijui njaa? Sasa ikiwa atakaa na njaa na kiu, atafahamu kuwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mimi neema kubwa, kuwa mimi nala nanywa katika nyakati zote hizi ni neema. Ma'rifatul ghani hajatal faqir fayuwasih, kadhalika mwenye uwezo awe atafahamu mahitaji ya yule maskini ili aweze kumliwaza na kumsaidia. Pia fihi fawaid sihhiya, kuna faida za kisiha. Fasiyamu rahatun wa ijazatun liljihazi alhadmi, kule kufunga ni kupumzisha vile viungo katika mwili vinavyosaga, ile tumbo kupumzishwa kutokamana na kazi kubwa inayofanya mwaka mzima. Kuna watu hawapumzishi matumbo yao daima, mwaka mzima la saga tu. Sasa hii som hupumzisha kidogo lile tumbo likawa litapumua, angalau lipate kuvuta pumzi baada ya Ramadhani lianze tena kusaga. Lakini ikiwa daima tu la saga, mwisho litachoka. Kwa hiyo hii yapumzisha. فالصيام عبادة جليلة جمعت خصال الخير كلها. ukitizama saum ni ibada tukufu ambayo imekusanya ndani yake kila jambo la khairi. واستبعدت خصال الشر كلها, na kuweka mbali kila jambo ambalo ni la shari. ولذا فإن الله تعالى كتبها وفرضها على الأمم السابقة, sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaifaradhisha hii saum kwa umma waliopita. ذهب بعض العلماء إلى أن الصيام فرض إلى مراحل. baadhi wanaoviona wamekwenda kuwa saum haikufaradhishwa moja kwa moja kufunga mwezi wa Ramadhani, bali ilipitia kwa marahil, stage ya kwanza, ya pili, ya tatu. Al-ula فرض صيام عاشوراء
mwanzo kabisa ilifaradhishwa kufunga siku ya Ashura tarehe 10 Muharram, siku moja pekee yake kwa mwaka. Sababu ingelianza tu mwanzo tuanza watu kuingia katika Uislamu, wakaambiwa kuwa kuna saumu wakati ule ambao toka kwenye jahiliya, ingelikuwa kuna uzito kwa wao. Kwa hivyo wakaamrishwa mwanzo wafunge Ashura. الثانية فرض صيام رمضان على التخيير بين الصيام والإطعام. ikafaradhishwa somo ya Ramadhani lakini kwa khiari, anayetaka afunge, ambaye hataki kufunga basi alishe maskini mmoja katika kila siku atakayokuwa hakufunga. Qala ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipendelea zaidi watu wafunge, akasema wa an tasumu khayrun lakum, bora kwenu nyinyi mkifunga kuliko kufanya nini? Kulisha. Hii aya iliposhuka ikawa imeanza kuleta faradhi ya som, lakini kwa khiari, kwa anayetaka kufunga afunge, asiyetaka kufunga basi alishe maskini, na akilisha zaidi ya maskini mmoja faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Lakini mwisho akasema wa antasumu khairun lakum, lakini kufunga kwenu nyinyi ni bora zaidi kuliko kufanya nini? Kulisha. الثالثة مرحلة تاتو فرض صيام رمضان على التعيين. ikawa faradhi ya Ramadhani imefaradhishwa kuwa ni fardhu ain, ni wajib kuitekeleza ibada hii ya saum kwa kila Muislamu. Qala ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ikawa ni faradhi kwake yeye kufanya nini? Kufunga Muislamu. وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. صوم يا رمضاني ilifaradhishwa katika mwaka wa pili baada ya hijra, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani 9. وصار صوم رمضان حتما وركنا من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، ومن أفطر من غير عذر وهو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظيما. kwa hivyo kuanzia mwaka wa pili ikawa kule kufunga mwezi wa Ramadhani ni wajibu, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Mwenye kukanusha nguzo hii atakufuru, na mwenye kula katika mchana wa Ramadhani bila ya udhuru, pamoja na kuwa yajua ni wajibu juu yake kufunga, lakini akala tu mchana wa Ramadhani hakufunga, basi huyo amefanya dhambi kubwa mno, dhambi kubwa sana, mpaka kufikia baadhi ya wanavyuoni kusema kuwa hailipi ile siku, sababu hata akiilipa hawezi kufidia ile dhambi, vile ni kubwa. Na kuna maneno makali wanaoviona uzungumza kuhusu swala hili. قال ابن القيم في الهدي كزاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى سمع وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة. كلكم فرضيش وهي صوم katika mwaka wa pili baada ya hijra. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. متوم صلى الله عليه وسلم alifariki akiwa amefunga Ramadhani 9. وقال في الانصاف مع الشرح فرض رمضان في السنة الثانية إجماعا. رمضان ilifaradhishwa kuifunga katika mwaka wa pili, na hii ni kwa ijmaa, hakuna ikhtilaf katika hilo. Fasama alayhi salatu wassalam 9 ramadhanat ijma'an, na Mtume za salama akafunga Ramadhani 9, na hii ni kwa ijmaa. Huu ulikuwa ni utangulizi wa ibada hii muhimu ya saum, ambao tutarajia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala akitupa uhai na uzima
baada ya takriban mwezi mmoja ibada hii tukabili. Kwa hivyo tumeanza polepole biidhnillah ta'ala, tutakuwa tukizungumzia mpaka tutakapojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala pale tutakapofika, na tutarajia kabla ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani tutakuwa na tumefahamu mambo mingi sana, sababu kuna umuhimu kabla ile ibada kuifahamu. Ikiingia ibada ya som tuingia katika ibada hii ala ilmin wa basira, tuingia tukiwa na ilmu na hii ibada yetu tuliyofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tulizungumzia taarifu ya siyam katika lugha na sharia, kisha tukaizungumzia faradhi ya som kwa dalili ya Qur'an na sunna na ijma', kisha tukazungumzia faida za som, kisha tukazungumzia marahil iliyopitia faradhi ya som, na tukamalizia kutaja ni mwaka gani ilifaradhishwa som na Mtume sallama alifunga Ramadhani ngapi. Huo ni utangulizi, na biidhnillah ta'ala kuanzia darasa itakayokuja tutaanza kusoma hadithi moja baada ya nyingine pole pole mpaka pale tutakapojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.